Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Maendeleo ya Vijana, Dr. Joel Nanauka amewataka vijana nchini kuchangamkia fedha shilingi bilioni 200 za Rais Dr. Samia Suluhu Hassan zinazolenga kuwawezesha mitaji ya kujikwamua kiuchumi. Dr. Nanauka ametoa kauli hiyo jijini Mwanza wakati akikabidhi hundi ya fedha shilingi bilioni 7 kwa vijana 308 waliotekeleza programu ya Jenga Kesho Iliyo Bora BBT. Sisi kwenye fedha ambazo tumezitoa katika mfuko wa maendeleo ya vijana, wale tuliwapa maguta, wengine tumewapa pikipiki, wengine wamefanya miradi, tumewapa grace period ya miezi 3. Kijana anaendesha guta lake, anaendesha bajaji yake, anaendesha pikipiki yake au anafanya mradi wake, miezi 3 ndo anaanza kurejesha marejesho ili ajiimarishe, ili ule mkopo uweze kumsaidia. Lakini miradi mingine kama hii inahusiana na kilimo na mifugo na uvuvi, grace period inaenda mpaka miezi 8. Wanaochukua mikopo kwa ajili ya kuanzisha viwanda vidogo vidogo wanapewa muda wa kujisikilizia miezi 3, miezi 6, wengine miezi 8, wengine mpaka wanafika mwaka mzima. Tunafanya hivi, Mheshimiwa Rais anasema anataka kuona vijana wa Kitanzania wanainuka. Dhamira yake ni kuwafanya vijana wa Kitanzania wamiliki uchumi. Kwa upande wake, Naibu Waziri wa Mifugo na Uvuvi Ng'wasi Kamani amesema wizara imelenga kuwawezesha mitaji vijana ili washiriki katika uzalishaji mali, wajikwamue kiuchumi. Vijana wengi ambao wanaona matangazo haya na kuyapuuza wanaishia kuwaona wenzao wakiwa wale waliochangamkia fursa wakiwa wanasonga mbele na kujikwamua kiuchumi. Mimi rai yangu kwetu sisi vijana ni waombe tuchangamkie fursa hizi. Fursa hizi haziko kisiasa. Fursa hizi ni halisi. Na vielelezo ni vijana hawa leo ambao wanapokea fedha hizi. Mheshimiwa mgeni rasmi, vijana hawa siwafahamu kwa majina, siwafahamu wanakotoka, sifahamu wazazi wao, sifahamu makabila yao. Ninachojua ni kwamba ni vijana wa Kitanzania ambao wana uthubutu, waliona fursa imetangazwa na wakaamua kuichangamkia. Naye mtendaji mkuu wa wakala wa elimu ya uvuvi nchini Dr. Semvua Mzingani amesema mradi huo unaotekelezwa utasimamiwa kikamilifu ili kuleta tija kwa maendeleo ya vijana. Kutekeleza programu hii, FETA, hii wakala yetu ndio mtekelezaji mkuu wa huu mradi. Kwa hiyo FETA itasimamia kwa karibu utekelezaji wa shughuli zote za kila siku za mradi kwa hao vijana, ikiwa ni pamoja na kuandaa na kusambaza pembejeo muhimu kama vile vifaranga vya samaki, vifaranga vya jongo bahari na zile mbegu za mwani, bila kusahau vifaranga vya kaa. Aidha, FETA itasimamia uwekaji wa miundombinu wezeshi kama vile vizimba. Tumetoka sasa hivi, Mheshimiwa mgeni rasmi, mtembelea kule, umeona vile vizimba. Tunafundisha kuanzia mwanzo jinsi ya kutengeneza vile vizimba ili hata watakuja kuachwa waweze kutengeneza wenyewe, waweze kuendelea bila kumtegemea mtu mwingine. Kwa hiyo wanafundishwa kuanzia mwanzo mpaka wanafuga samaki, wanaenda kuuza masoko. Kwa hiyo ile chain nzima inakuwa imepatikana. Kwa hiyo FETA itaendelea vile vile kufanya ufuatiliaji na tathmini ya miradi yote pamoja na kusimamia nidhamu, uwajibikaji na usimamizi mzuri wa vikundi vya vijana ili waweze kufanikiwa. Nao baadhi ya vijana wanaonufaika na fedha hizo wamemshukuru Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuwapatia mitaji ya kutekeleza miradi ya ufugaji kwa njia ya vizimba inayolenga kukuza ajira kwa vijana. Tangia tumepata mafunzo ya incubation ambayo ni hatamizi kutuandaa kwa ajili ya kufanya miradi na kuona changamoto zilizopo katika miradi. Tulienda katika vituo mbalimbali, tuligawanywa ili tuweze kujua changamoto zinazohusiana na uzalishaji au ufugaji wa samaki. Lakini baada ya hapo serikali ilituahidi kwamba itatuwezesha, na tumekuwa wavumilivu kwa kipindi cha miaka 3. Na leo hii tunayo furaha kubwa kupokea mradi huu. Maana tunataka tuonyeshe nchi yetu au wawezeshaji wetu namna tutakavyofanya huu mradi kwa ufanisi zaidi na kuchangia pato la taifa, na pia tumwahidi rais wetu Dr. Suluhu Hassan Samia kwamba tutaweza kufanya vizuri ili kuwa chachu kwa vijana wengine. Hii tumeweza kupata, kwa hiyo tunamshukuru sana kwa kazi nzuri anayoifanya. Tunamwahidi mazuri, tutaiendeleza, tutajituma ili isiwe tu sasa hivi, iwe ni mradi endelevu, tuweze kuajiri na vijana wenzetu ili taifa letu liweze kukaa kwenye wastani mzuri katika swala la uvuvi kiujumla.